rabi'uhum, hapana kikundi, mami najwa thalathatin, hapana kikundi cha watu watatu isipokuwa Mungu huanga rabi'uhum, wanne. Maana yake kila penye watu watatu, wanne anakuwa nani? Kwa hiyo unasia hapa kama tuko 100, wa 101 nani? Sasa aya hizi utazifanya vipi? Na hizi ayatu mutashabihati utaitakidi vipi? Utamwitakidi vipi Mungu wako? La msingi ni yale aliyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye aya. Alisema minhu ayatu muhkamat, miongoni mwa hichi kitabu hichi mna aya muhkamat, hunna ummul kitab. Hizo muhkamat ndio mama wa kitabu, kwa maana ndio masajid, ndio marejeo ya kitabu. Maana ukitaka kurejea kitabu hichi, rudi kwenye aya muhkamat, ndio utafahamu unachokisoma kwenye kitabu hichi. Sikiliza alivyosema mara ya pili, wa ukharu mutashabihat, ndio hizo tulokuwa tunazisema sasa hivi, na nyingine ni zenye kutatiza. Ili neno tu ni zenye kwa nini wewe ndio kajitia matatizo na Mungu mwenyewe kasema, na nyingine ni zenye kutatiza. Akasema fa amma alladhina fi qulubihim zaygun, ama wale ambao ndani ya nyoyo zao muna kuikataa haki, zaygun, muna kuikataa haki, fayattabi'una ma tashabaha minhu, basi watakuwa wanazifuata aya zile ambazo ni mutashabih. Kwa nini? Ibtighaa alfitnati wa ibtighaa ta'wili, kwa ajili ya kutaka kufitinisha watu wale wenye upeo mdogo katika dini yao, wa ibtighaa ta'wili, na kwa ajili ya kutaka tafsiri ambazo watakuwa zinakwenda na makusudio ya muradi wanayoyataka. Wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah, warasikhuna. Ikaendelea kule mwisho, angalia ilipokuja dua, wale rasikhuna walisema rabbana la tuzigh, hapa fa amma alladhina fi qulubihim zayghun, fa amma alladhina fi qulubihim zayghun. Na kwenye dua kule umesikia yule bwana alivyosema rabbana la tuzigh, ewe Mwenyezi Mungu usizipotoe nyoyo zetu baada hadaitana, baada ya kushakuwa ushaziongoza kwenye njia sawa na kuziongoa. Kwa hivyo la msingi itikadi au tauhidi, kwa maana kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kunajengwa kwenye ayatu muhkamatu, sio ayatu mutashabihat. Na katika ayatu mutashabihat na muhkamat na hadithi pia zivyo hivyo, kuna ayatu mutashabihat na ahadithu mutashabihat, kuna ayatu muhkamat na kuna ahadithu muhkamat, hivyo kama zilivyo. Kwa hiyo kwa sababu kwenye hadithi pia zipo insha Allah. Moja hii tuliyosoma sasa hivi katika hadithi ambayo inafahamisha kwamba mtu anakuwa karibu zaidi na Mola wake, na akaambiwa kwa vile yuko karibu naye basi aombe zaidi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hahusiki na masafa, kwa sababu yeye sio kiwiliwili. Ili papatikane masafa kati ya kitu na kitu, kiwiliwili na kiwiliwili, pawe na kiwiliwili ndio patapatikana masafa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio aliomba masafa, yeye hana masafa kati yeye na viumbe vyake, hapana masafa. Nisiongeze naona kwa sababu maelezo yatakuwa mengi, ila moja nilikuwa nalikusudia pia niliseme hapa. Somo hili sisi ndio mara ya mwanzo tunaanza hapa, nafikiri pengine kwa kuanzisha mimi. Inawezekana pengine mtu kisha kusikia haya pengine sema, lakini kwa vile tunaanzisha hapa, hichi kitabu kina sharh mbili. Tunatarajia insha Allah tukikimaliza hichi kitakuja kama hichi, lakini kina maelezo ya ziada, ili kujenga kwanza ile nguvu ya mwanzo, alafu tutakunjua kwenye insha Allah. Nisirefushe sana nikimalizia hapa maelezo.